Ikhwata al-iman, leo tuko ndani ya Ramadhani ya 26. Tutambue kwamba usiku unaotukabili wa leo ndio usiku wa Laila ya 27, mwezi 27, kwa maana kwamba katika kauli za wengi wanachuoni katika kuzungumza mambo ya Lailatul Qadri, wako waliosema kwamba Ijumaa yote inaanguka kwenye witri katika 10 la mwisho ndio inakuwa Lailatul Qadr, na wako waliosema kwamba bali Lailatul Qadri iko katika mwezi 27. Na hii ndio kauli ambayo kwamba ikiwa dhakira yangu haijanihini ni kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambayo ameitetea kwa nguvu nyingi kwa kuitolea hoja mbalimbali. Cha msingi, Lailatul Qadri, ikhwata al-iman, imezungumzwa sana katika hili 10 la mwisho. La takadu tadkhulu masjidan, ukaribii kuingia msikiti wote katika hili 10 la mwisho utakuta inazungumzwa hii Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr. Lakini kubwa cha kuzingatia, itoshe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha sura nzima. Ndani ya sura ile hakuna kinachozungumza isipokuwa habari ya usiku huu ambao ni suratul Qadr. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeishusha hiyo Qur'ani. Wanaochuoni wa lugha ya Kiarabu mara nyingi wanasema kwamba dhamiri yatakiwa irudi kwenye kitu ambacho kwamba kimetajwa, lakini hapa tuna dhamiri ambayo ni hii he ilikuwa kwenye anzalnahu, lakini hakuna kilichotajwa hapa chochote katika hii, kwa sababu ndio aya ya mwanzo. Lakini wanasema kwa utukufu wa hicho kitu na kujulikana kwake na kwamba kupendwa kwake na kwamba kina utukufu mno, basi hata kikutajwa ikikarejeshewa dhamiri ambayo ni kinyume kabisa na kanuni za lugha ya Kiarabu kwa utukufu wa kile kitu yenyewe ambao ni Qur'anul Karim. Allah anasema kwamba inna anzalnahu, tumeishusha hiyo Qur'ani fi lailatul qadr, fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr, itoshe aya inayofuata kwamba Allah anasema lailatul qadri khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Sura inaendelea bado inazungumza mambo hayo hayo. Tanazzalul malaika, wanashuka malaika. Waruhu fiha, huyu ruh ni katika malaika, lakini akatajwa peke yake ambaye ni Jibril alayhi salam. Tanazzalul malaika waruhu fiha biidhni rabbihim, bado yaendelea. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wanaochuoni wanasema kwenye Qur'anul Karim sura zilizoanza na inna ni sura 4 tu. Inna ni sura 4 tu kwenye Qur'anul Karim, na zote sura hizo 4 ziko katika utukufu wa kuzungumza na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza ima yazungumza umma wake au yamzungumza mwenyewe. Ya kwanza ndio hii ambayo kwamba tuko nayo, inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Ya pili ni inna a'tayna kal-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nayo hii vile vile imekuja kuzungumza na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumsafisha koo lake, baada ya kwamba walitoka baadhi ya watu kuzungumza kwamba koo lake limekatika kwa kuwa amefiliwa na watoto wake wa kiume. Wakaambiwa, bwana, nyie ndio mliokatika, lakini yeye, hebu angalia leo amekatika kitu gani, ana wafuasi wangapi kwenye huu ulimwengu. Kwa ya pili ni inna ataina kal-kauthar. Ya tatu ni inna arsalna nuhan ila qaumihi an andhir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim, ambao hii nayo imeshuka kama vile kuja kumliwaza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe watu wako wanakukadhibisha, wewe watu wako wanakufanyia hivi. wa idh akhadha rabbuka wa idh akhadna mithaqahum wa minka wa min nuhin. Allah anamwambia kwamba huyu Nuh naye vile vile ni katika ulul azmi minar rusul, amepata tabu
Maana ukisema ulul azmi minar rusul ni wale mitume watano ambao kwamba visanga walivyokutana nao ni vizito kuliko mitume wengine, mpaka wakaitwa ulul azmi minar rusul. Allah anamwambia mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, jisubirishe na endelea kusubiri kama walivyosubiri hawa ulul azmi minar rusul. Sasa hao ulul azmi minar rusul, miongoni mwao mmoja wao ni Nuh alayhi salam. Sasa Allah anamshushia mtume wake surati Nuh ambayo inaelezea kisa cha huyu ulul azmi minar rusul, kwamba huyu amepata tabu na wewe utakadhibishwa, utapata tabu. Aya iliyotaja ulul azmi minar rusul iko katika suratul Ahzab, ambayo imemtaja wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka. Wa kwanza ni mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye ni wa mwisho kutumizwa, lakini wakati wanatajwa wale ulul azmi minar rusul, wale mitume watano waliopata tabu, Allah kaanza kumtaja yeye. Wa idh akhadna minan nabiyyin, kumbuka tulipochukua kwa mitume, mithaqahum, tulipochukua ahadi kwa wao. Kisha akaanza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minka, na kwako wewe, wa min Nuh wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Hawa ndio ulul azmi minar rusul: Nuh, Ibrahim, Musa na Isa na mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio waliopata tabu. Sasa na sura ya mwisho ambayo imeanza na inna, nayo vile vile imekuja kuelezea ufunguzi wa kufunguliwa Makkah al-Mukarrama. Allah anamwambia mtume wake, bismillahir rahmanir rahim, inna fatahna laka fathan mubina. Kwa hiyo sura zote zile zilizoanza na inna, ujue kuna jambo zito linazungumza habari za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumletea habari nzuri. Sasa na sisi leo tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, 10 la mwisho, na tukifika jioni kwa uwezo wa Allah, usiku utakoingia leo baada ya maghrib ni usiku wa 27, ndio usiku ambao Ibn Abbas anasema ukiichukua ile inna anzalnahu fi lailatul qadri, kuanzia mwanzo ukaisoma mpaka mwisho, salamun hiya hata matla'il fajr, ile sura ina maneno 30 ndani yake, maneno 30. Yale maneno 30 ni ile inna anzalnahu fi lailati alqadri. Ukienda nayo yale ukihesabu utakutana yako 30. 30 ndio hizi idadi za masiku ya Ramadhani. Sasa anasema neno la 27 liko katika salamun hiya, lile neno hiya ndio la 27, ambao hiya hiyo maana yake ni amani huo usiku. Hiya ni huo usiku, kwa sema hii hiya imeanguka kwenye 27, inaonesha kwamba usiku huu uko ndani ya mwezi 27. Jitihada yake hakuishia hapo, wakasema baadhi ya wanaochuoni kwamba ukienda kuyahesabu yale maneno yaliyokuja katika ile sura inna anzalnahu fi lailatul qadr, yale maneno lailatul qadr, asema yale maneno yale yamekuja mara 3 kwenye aya ya mwanzo. Inna anzalnahu fi lailati alqadr, mara ya mwanzo. Ya pili, wama adraka ma lailatu alqadr. Sehemu ya 3, lailatul qadr. Yale maneno yale lailatul qadri kwenye hii sura yamekuja mara 3, na yale maneno lailatul qadri ukihesabu herufi zake, anasema zile herufi wanaochuoni wanasema ziko herufi 9. Sasa tuzihesabu kwa pamoja. Ya kwanza lam, ya pili ni ye, lai, ya 3 ni lam, ya 4 tena ni te, alafu ya 5 ni alifu, alafu ya 6 ni ile lam, alafu ya 7 ni ile qaf, alafu ya 8 ni ile dal, alafu ya 9 ni ile re. Kwa hiyo lile neno lailatul qadri lina herufi 9, na katika hii sura limekuja mara 3. Ukichukua 9 ukiipiga mara 3 kwa patala 27. Kwa hiyo ni jitihada tu. Kwa kama mtu anataka asimame na hii jitihada walielezea wanaochuoni, aminyane na usiku wa leo kwa kukesha na kufanya dhikri. Bali wakasema
Ukiangalia sura iliyokuwa nyuma kabla hii sura inna anzalnahu fi lailatul qadr, sura ya nyuma yake ambayo ni ya nyuma yake, yani ukitoka kwenye huku kuanzia mwanzo wa msahafu, sura ya mwanzo ni suratul Fatiha, Baqara, Imrani, Nisa'i, Maida, mpaka ukafika juzu amma. Ukifika juzu amma utakuta ya kwanza ni surati Naba. Sasa kabla hujafika hii suratul Qadr inna anzalnahu, sura ya nyuma yake ni sura gani? Idha zulzila. Bado utakipata hapa, itabidi tumpe zawadi inshallah. Ikra. Asante. Amepata mami la ikra. Ni ikra. Ukitoka huku alif lam mim, shuka 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 shuka, utafika wadhuha. Ukitoka wadhuha unaingia lam nashrah. Ukitoka lam nashrah unaingia watini. Ukitoka watini unaingia ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ukitoka ikra unaingia inna anzalnahu. Ukitoka inna anzalnahu unaingia lam yakuni. Ukitoka lam yakuni waingia idha zulzila, waingia wal hadiyat, waingia alqari'a, waingia alhaqu, wa hakadha mpaka unafika mwisho. Sasa ina maana ya nyuma ya inna anzalnahu ni sura gani? Iqra. Angalia ile aya ya mwisho ya Iqra yasema vipi? Kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Kama vile waambiwa ishara usiku huu watakiwa usije ukaitii nafsi yako na usujudu kwa Mola wako, waqtarib, na ukurubie kwa Mola wako. La tuti'uhu wasjud, na usujudu, waqtarib, ukurubie katika kipindi gani? Inna anzalnahu fi lailati alqadr. Kwa ni usiku wa kuhuisha, wa kufanya ibada kadri ya uwezo mtu afanye. Na tulisema ugawe usiku wako katika sehemu tatu: usome Qur'ani, uswali, na ngine nini? Dua na dhikri kiujumla. Dua kwa wingi mtu afanye, asichezee nafasi yake kabisa. Hebu angalieni nyie, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye hadithi katika miezi ya kawaida tu. Sasa je, dhikri hii mtu akiileta kwenye mwezi wa Ramadhani na usiku kama huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, akisema 100 mara 100, mara 100. Hivi nauliza, mara 100 kusema neno hili linakukalifisha muda gani? Linakuchukua muda gani? Fanya dakika ngapi? 10? Si zaidi ya 15. Fanya dakika 15. Sasa shekhe, hebu angalia kusema kitu ambacho kwamba hakikuchukui hata robo saa, lakini angalia fadhila zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anazozitaja. Kwanza, mtu ni sawa sawa na kuachia watumwa 10 min waladi Ismail. Watumwa 10, 10 khaba, watumwa 10 waachia huru. Sio hivyo tu, anaandikiwa 100 hasana 100, wema 100, na unaangushiwa katika madhambi vile vile madhambi 100. Na sio hivyo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na anainuliwa yule mtu daraja zake hivyo hivyo, na hakuna atakayeleta kizuri kama yeye, labda mtu alete zaidi alivyoleta yeye katika miezi ya kawaida shekhi. Na sio hivyo tu, na inakuwa kwako wewe ni hirzu mina shaitani, ni kinga kutokamana na shaitani kwa siku yako nzima ile. Sasa yani kitu gani binadamu? Wewe angalia tu hizi dhikri baada ya swala, unamkuta mtu imamu katoa salamu, assalamu alaykum warahmatullah, huyo kainuka atoka, lakini unamkuta akasimama hapo nje apiga nini? Mazungumzo ya khidlan. Yani ni kwamba mtu yani ni daraja ya mwisho katika kuepushwa kuwa karibu na Allah. Sasa usiku kama huu, bwana mambo, mtu akithirishe kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akithirishe kusema maneno ya tauhidi kama haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kadri ya uwezo minyana. Na ukiwa kwenye sijida vile waswali mwenyewe huko nyumbani kwako, au umejaliwa kwenda msikitini, wakati uko sijida pale, shekhe, omba lia
naomba kubwa, omba kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naomba baraka zake, naomba kuingizwa kwenye pepo. Hayo ndio ya kuminyana katika masiku kama haya. Usisahau kitu unachokikumbuka wewe, kiombe. Unachokikumbuka kiombe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atakabalie na atuwezeshe katika ambao kwamba watakaosimama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, na atujalie miongoni mwa watakaosamehewa madhambi yao. Allahumma amin.